Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kipindi cha Noeli na kubatizwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kanisa linaturudisha katika kipindi cha kawaida. Kipindi ambacho kwa hakika si cha kawaida katika maana ya kawaida ya neno, bali ni kipindi cha kukua katika kumtambua Kristo na kuishi wito wetu wa Kikristo katika maisha yetu ya kila siku. Ni muhimu tutambue kwamba sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha kawaida itakuwa na majuma 6, kuanzia Jumapili ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo ambayo hufungua kipindi hiki cha kawaida, na itaendelea hadi Jumanne ya tarehe 17 Februari na tarehe 18 Februari ambayo itakuwa ni Jumatano ya Majivu itatufungulia kipindi kipya cha Kwaresma. Basi turudi katika masomo yetu ya leo ambayo yanaonyesha kwamba Mungu wetu anaita, anatakasa na anawatuma watu wake ili wawe mwanga kwa wengine, na mwito wetu huu kwa kweli ni wa kujitoa kikamilifu katika kutimiza mapenzi yake. Somo la kwanza kutoka nabii Isaya sura ya 49 aya ya 3, lakini pia aya ya 5 mpaka ya 6. Katika somo hili tunakutana na nabii Isaya anatuletea kile kinachoitwa wimbo wa mtumishi wa Bwana. Mungu anamwambia mtumishi wake huyu kwamba wewe ndiwe Israeli wangu, ndani yako nitatukuzwa. Hapa tunaona kwamba wito wa Mungu si kwa ajili ya mtu binafsi, bali kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa ajili ya wokovu wa wengine. Mtumishi huyu hatumwi tu kwa ajili ya kuwarudisha Waisraeli kwa Mungu, bali anapewa utume mpana zaidi. Anamwambia kwamba nitakufanya uwe mwanga wa mataifa ili wokovu wangu huu ufike hata miisho ya ulimwengu. Ndugu zangu, huu ni ujumbe wenye maana kubwa sana kwetu. Mara nyingi tunataka kwamba imani yetu ibaki katika kuta za kanisa, lakini Mwenyezi Mungu anatuita tuwe mwanga ambao unaonekana katika familia, katika jumuiya na katika jamii kwa ujumla. Ukristo si dini ya kuficha ndugu zangu, bali ni mwito wa kushuhudia. Mtakatifu Francisco wa Asizi anasema kwamba hubirini Injili kila wakati, na inapobidi tumieni maneno. Hii ina maana kwamba maisha yetu yenyewe yanapaswa kuwa nuru inayoongoza wengine kwa Kristo. Somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 3. Katika somo hili tunakutana na Mtume Paulo aliyeandika barua kwa Wakristo waliokuwa wakiishi katika mji wa Korinto. Na mji huu ulikuwa na jamii iliyokuwa na mgawanyiko, majivuno ya kiroho na changamoto nyingi za kimaadili. Hata hivyo, Paulo anaanza kwa kuwaambia kwamba watu wa Korinto wameitwa kuwa kanisa la Mungu, na anawaambia kwamba nyinyi mmeitwa kuwa watakatifu. Hapa tunajifunza jambo la muhimu ndugu zangu, kwamba utakatifu si tuzo ya ukamilifu, bali ni wito wa wale wote walioitwa. Paulo asemi kwamba mtakapokuwa watakatifu, bali anasema mlioitwa kuwa watakatifu. Maana yake ni kwamba safari ya Kikristo ni ya neema, si ya kujitegemea. Katika dunia ya leo, watu wengi wanajihisi hawafai kwa sababu labda ya dhambi zao, udhaifu wao, au historia yao inakuwa kama inawahukumu. Lakini Paulo anatukumbusha kwamba Mungu hawaiti waliokamilika, bali anawakamilisha wale aliowaita. Mtakatifu Teresa wa Avila anasema kwamba utakatifu si kufanya mambo makubwa tu, bali ni kufanya mambo madogo madogo kwa upendo mkubwa. Hivyo kuishi wito wetu wa Kikristo kunaanza katika uaminifu katika maisha yetu ya kawaida, nyumbani, kazini na katika jumuiya zetu. Somo la Injili kutoka Injili ya Yohane sura ya 1 aya 29 mpaka 34. Katika somo hili la leo, Yohane Mbatizaji anawaelekeza watu kwa Yesu akisema kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Yohane hajitukuzi wala kujitangaza mwenyewe, bali anawaelekeza watu kwa Kristo.
Huu ndio wito wake, kuwasaidia watu wengine waweze kumtambua Kristo. Hili linatugusa katika maisha yetu ya kila siku. Mara nyingi tunapenda kuonekana, tunapenda kusifiwa, tunapenda kutambuliwa. Lakini wito wa Mkristo, ndugu zangu, iwe ni padri, iwe ni mtawa, iwe ni mzazi, iwe ni mtoto, iwe ni mwalimu, si kujitangaza mwenyewe, bali kuwaelekeza wengine kwa Yesu kupitia maneno na matendo yetu ya kila siku. Yohane pia anasema kwamba mimi sikumjua, lakini yule aliyenituma kubatiza ndiye aliyeniambia. Hii inatukumbusha kwamba imani ni safari ya kusikiliza na kuamini. Katika maisha yetu hatuelewi mara moja mipango ya Mungu, iwe katika mateso, katika changamoto au katika kusubiri, lakini Mwenyezi Mungu hujifunua kwetu hatua kwa hatua, hasa kwa wale wanaohudumu kwa uaminifu. Tukimtazama kwa kweli mwana kondoo wa Mungu, maisha yetu yatabadilika na kuwa ushuhuda unaoongoza wengine kwake. Wapendwa taifa la Mungu, neno la Mungu linamuuliza kila mmoja wetu katika Dominika ya leo kwamba, je, niko tayari kuwa mwanga kwa wengine? Na je, nakubali wito wangu wa utakatifu katika maisha yangu ya kila siku? Je, ninamshuhudia Kristo au najitafutia utukufu wangu mwenyewe? Dominika ya leo inatualika kumtazama Yesu na kumtambua na kisha kumfuata kwa uaminifu. Kama Yohane Mbatizaji, ndugu zangu, tuwaelekeze wengine kwa Kristo. Kama Paulo, tuishi neema ya wito wetu. Na kama mtumishi wa Bwana, tuwe mwanga kwa wengine. Basi kwa mioyo yetu yote tuungane na mzaburi tukiimba kwa pamoja tukisema, tazama nimekuja Bwana kuyafanya mapenzi yako. Kristo ndiye tumaini letu. Do not be afraid, do not be afraid.